Karibuni wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, tuko en direct kwa wandugu ambao wanaotufuata sehemu mbalimbali. Leo ni tariki 17 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Mimi nimepatikana katika kijiji cha Swima, na tunashukuru sana kwa wandugu wote ambao walituandikia na wale ambao walituita. Tunakuja kuleta mwangaza kati ya kasheshe ambao iko inasemeka kwenye mtandao kwa wandugu wa Europe ambao walikusanika kabila mbili, Wabembe na hao wandugu Watusi wanaojiita Wanyamulenge, walikusanika sehemu moja na kufanya hatua ya mapatano na masikilizano. Na tunaona upande wa Sud Kivu tarafani Fizi, vita vinaendelea kupigana. Upande wa Mitoni mbili, Bilalo mbili ilikuwa ni hatari. Hawa wandugu Wanyamulenge Watusi walishuka na kasi ya nyingi sana na silaha, lakini walipigwa na kurudi upande wa Mikenge. Upande wa juu huko sekta ya Tanganyika, mapambano yalianza asubuhi kabisa. Sababu ya hiyo watu wengi walijiuliza kwa nini watu wamepatana huko Europe na wanasema kuna kwa amani na watu waishi pamoja na vita vinaendelea. Na ndio maana tulitafuta hao wandugu ili wapate kutuletea mwangaza kwa mkutano uliokuwa huko Europe. Tutaanza na ndugu Elshadai, anaweza jitambulisha, na badala tutaenda kwa ndugu wa pili Kizito. Haya, asante sana ndugu zangu popote ambapo nitakaposikilika. Mimi kwa majina naitwa Said Omari, ninapatikana Europe hapa nchini Ujerumani, Bayene, na huko kwetu Kongo nimetokea kwenye mji wa zone ya Fizi, sehemu ambapo inapoitwa Mulongwe. Hapo ndio kwetu kwa asili. Kusema kweli ndugu zanguni ni kwamba kwa taarifa ambayo tumeipata ya kusikia ya kwamba kuna mkutano ambao umepatikana hapa Europe, na ni mkutano wa Wabembe. Ndugu Elshadai, hatujafika kwa ulizo. Tungali tunajitambulisha, alafu tunaenda kwa ndugu Kizito, naye angejitambulisha ni nani na anapatikana sehemu gani. Okay, sawa. Mjambo wa ndugu wasikilizaji, ndugu wote walioko tarafani Fizi na wale wote wanatupata direct. Kwa jina mimi naitwa Kizito Mulumba Gerard, ni mtoto wa Baraka. Asanteni. Asante kabisa wandugu wanaotusikiliza, tunakuja tu kwa direct kama tunatoka kusema. Ndugu Kizito pamoja na ndugu Elshadai aliyetaja jina lake hapo, tunakusanika hapa tupate kujua mkutano ambao ulifanyika huko Europe na kulikuwa mapatano. Kuna wandugu wengine wanapinga huyo mkutano na kuna wandugu wengine wanahakikisha ule mkutano. Basi ndugu Elshadai, unaweza kuleta maoni yako. Mkutano ulikuwa kwa nini na mnakusudia nini na faida gani kwa sasa, angalau nyinyi mlikutanana huko na huko vita vinaendelea? Ndugu Elshadai, unaweza kutujulisha? Haya, asanteni. Kama vile nilivyoanza, kwanza ijulikane kwa watoto wa Afrika na Kongo mzima ya kwamba nchi ya Europe kama hapa nilipo Ujerumani, hakuna mtoto wa Kibembe ambaye anaweza kuhakikisha ya kwamba alijua hata taarifa ya mkutano huo ambao ulikuwa hapo kwenye kunasemekana ya kwamba palikuwa mkutano. Mimi ni mmoja wa watu ambao wanaowakilisha taifa la Wabembe, au niseme kwa lugha nyingine kiongozi ambaye ninayesimamia hapa Bayene. Sehemu inayoitwa Bayene ni sehemu ambayo inajulikana na watu wote ambao wamepita hata kwenye shule. Kwa hivyo chochote ambacho kimepatikana kwenye mkutano huo, sisi Wabembe ambao tunaopatikana hapa Ujerumani hatujui, na hakuna yeyote ambaye ana taarifa hiyo. Na ndio maana nimesema ya kwamba kwa sisi ambao tunapatikana hapa Ujerumani, inasikitisha sana kwa watoto wa Wabembe
kufikiri ya kwamba kuna wabembe ambao wanaungana na wandugu hawa ambao wanaoitwa Wanyarwanda au Wanyamulenge. Inatuumiza sana, na taarifa hiyo ningependa ingie kwa kila mtoto wa zoni ya Fizi na Kongo mzima, ya kwamba hatukujua chochote kuhusiana na mkutano huo. Na kama kuna swali lolote ambalo nitaulizwa, mimi kama vile kiongozi niko tayari. Asante ndugu Kizito, kwa nini mkutano ulikuwa huko na hamkuita wakilishi wa wabembe wa sehemu mbalimbali na mnasema ni mkutano wa Europe? Unaweza kutujibia nini ndugu Kizito? Mimi mbona mtangazaji, ni kwamba mbembe anasemaga na liamwe manachila kama nabiolo. Niko na sauti hapa ya wanaswahili huyu Swahili Omari hapa anaweza kuwekea saa hii na nitaiweka hapa. Ana declare watu waende kwa mkutano wenye huko Ubelgiji. Yes, Swahili huyu hapa. Niko na sauti yake, anasema mgrupe kuna mkutano huko Europe huko Ubelgiji wa Babembe huko Europe na Wanyamulenge. Yes, Swahili huyu moya. Niko na sauti yake hapa, nenda watu kwa mkutano ya Europe kama anasema kujua kwa nini. Iyo audio uiweke, ndugu wa Tebe Njoku. Ndio. Bwana Kizito amenitumia ujumbe wa kusema Wakongomani wana mkutano mwingine, na hiyo grupe tuko nayo hapa, na kuna wamemba wa wenye grupe ambao ninaweza kukuunganisha nao hata sasa hivi. Bwana Kizito hakusema ni mkutano wa Wabembe na Wanyarwanda. Alisema ni mkutano wa Wakongomani, na kuna Wakongomani ambao ninahakikisha wako ndani ya hiyo grupe. Lakini Kizito angeniambia ni mkutano wa Wabembe na Wanyarwanda, kwanza mpaka hivi kwenye hiyo grupe nilishamtoa baada ya yeye kuonekana kwa hiyo video. Aseme kama si kweli, kama ni uongo huo ambao ninausema. Na hiyo grupe yetu inaitwa mdharau kwao ni mtumwa. Sawa, Bwana Kizito angeniambia ni mkutano wa Wabembe na Wanyarwanda, nisingekuwa hata na la kusema hata moja. Lakini Bwana Kizito amesema ni mkutano wa Wakongomani, na nikaingia kwenye grupe hilo nikatangazia watu kuna mkutano mwingine wa Wakongomani, kuja kuangalia kwenye mkutano huo. Kumbe ni mkutano wa Wabembe na Wanyarwanda. Kama ninajosema ukweli apande na aseme hapa hivi, na hiyo audio na ruhusu aiweke ili Wabembe na Wakongomani waisikilike. Kama nimesema ya kwamba sisi tuwe na mkutano wa Wabembe na Wanyarwanda, aweke hiyo audio watu waisikie. Bwana Kizito, tunaona hapo Bwana Swede amejitetea. Nini unaweza sema? Bwana mtangazaji, acha tu nikujibu. Mimi sijaunga mambo ya kufanya ubishi na mambo ya kufanya vitu ambavyo havina mwelekeo. Na kizuri mtu anauliza bwana ni nini na nini kinaenda, sio kulaumu na kupanda kusema vitu hujui. Swedi ni kiongozi wa Kaselile kadogo kauko kwa Bayern ni Kaselile Santa City hapa huko Ujerumani City. Sio nchi yote ya Ujerumani, ni Selile ya huko Ujerumani. Huko nani Bayern huko. Ni kiongozi. Kama kuna mkutano ya Wabembe na ya sio Wabembe na Wanyarwanda, ina maana wataita viongozi ya Wabembe Europe. Swedi sio kiongozi wa Wabembe Europe, wala sio kiongozi wa Wabembe ya Ujerumani. Hiyo kwanza niweke wazi hapa. Juu Wabembe tunapenda madaraka ambayo itatupeleka mahali. Sasa moja kwa moja kwa swali hilo, kwa jibu lako. Tuko na kiongozi wa Wabembe Ujerumani ni Europe yupo. Na kama anaweza kudeclare hiyo kusupport mada ya Swahili sijui. Mimi nilipata mwaliko
kwamba kuna mkutano wa dia intercongolais utafanyika Belgique. Mimi nikauliza kiongozi wangu wa Babembe hapa Ujerumani, hiyo mkutano unaijua? Kiongozi wa Babembe akasema hiyo mkutano naijua, lakini mimi mikutano politiki hatuendaji. Nikamwambia sawa, mimi kwa mikutano kwa mimi naendaga, mimi sifanyaji politiki ya cheze vile. Nitaenda nisikie ni nini kiko na nini kinaendelea. Mimi ndio nilimwambia Uswahili ambaye anakuambia ni kiongozi, mimi ndio nilimwambia kwa hivi na hivi na hivi unaijua. Sasa akasema hapana, sikamwambia mlibalinyambia nyinyi kama mkutano politiki mwendaji, na mimi kwa mkutano politiki nitaenda. Na wakati niko njiani kwenda Belgique nilikuwa naongea na watu, tunaenda kwa hiyo mkutano, niko na baba yako Swedi, tunaenda kwa mkutano, nilikuwa na baba yake huyu Swedi, tunaenda kwa hiyo mkutano. Nilipita France kutoka kuingia Belgique kwa hiyo mkutano, niko naongea na niko mtreni, niko naongea na hivi, niko naingia kwa hiyo mkutano. Sasa tulishatoka kwenye tulikuwa tunaenda sawa kule mkutano utafanyika. Na jibu ni kwamba Babembe tuko na problem, na sisi tulikuwa tunashindwa sana kwa huo. Lakini politiki ya cheze vide ni mbaya, na ndio sababu tuko tunashindwa kujitetea. Hapa kwenye sisi tuko Europe, na kwenye mkutano ulifanyika ni Belgique ambayo ndio koloni ya Congo. Ndio makolonizateur wetu watu ya Belgique. Na mkutano ilikuwa organize na EU, European Union. Ilikuwa organize na hiyo mkutano. Bakuwa wanaorganize mkutano ya communauté congolaise. Sasa tulipata mkutano, walianza kufanya mkutano tranche par tranche. Walifanya na Baluba, wakafanya na makabila zingine. Sasa ikafika wakati ya sisi Babembe tukaingia sio kwenye mkutano. Mimi niliingia kwenye mkutano. Sasa sifanyaki siasa ya cheze vide, na kuna mtu yote mwenye iko hapa Ujerumani au mwenye iko Europa alishanipigia simu tuliza. Hebu mfanyeni unaenda kulikuwa namna gani? Bali tunaposikia maaudio, tunaenda kulisha Babembe, tulisalima Babembe. Bila kupenyana hata kweli bila hata na realite yote. Hakuna mtu anajua kitu kilipitika kule, mpaka basikie vile nimesema hapa ndio watasikia. Ndugu Kizito, mkutano ulikuwa na malengo gani? Lengo la mkutano? Lengo la mkutano ni kwamba banataka Banyamurenge balijiplendre ku communauté européenne, boni ni minorité iwa sana, na kabila hapo kabila wao sana ni kabila ya Babembe. Nao wanataka amani. Wanataka amani, mauaji ishe, watu waishi na amani. Kwa hiyo communauté européenne isitope Babembe kuwaua. Hiyo ndio kwa lengo la hiyo la accusation ya Banyamurenge ambao walikuwa wanatuakize ku Union Européenne. Na bwana Kizito, so unajua minorite ni watu wadogo, na tukiona Wabwari ni wadogo sana kupita hawa Watusi. Tukiona Wanyindu ni wadogo sana kupita Watusi. Kwa nini wao waoneshe ulimwengu kwamba ni wadogo sana, na ni wao walianzisha vita mtarafa la Fizi? Nika nakwambia ile lalamiko yao. Ndio lalamiko yao. Hiyo ndio lalamiko yao, na ile lalamiko yao inasikilika. Na wako wanademande, wako wanaomba protection internationale ili basiishe, basiuliwe. Na Wabembe walijibia nini? Wabembe wakajibia nini? Sawa, Wabembe walitulijibu hivi, sio walijibu. Maana mimi nilikuwa army ya wale Wabembe wenyewe walikuwa pale. Wabembe tulijibu hivi. Tuliambia wale walikuwa pale na wenzetu walikuwa pale, sisi hatukatai amani na hao bwana.
wala sisi hatuna vita na hawa wana. Niko na swali 3 tu, na mimi nitauliza hawa ndugu mbele yenu wako wapi? Mimi hizo kwa mdomo yangu. Niulize hawa wana swali la kwanza hivi. Mnasema nini kulingana na constitution yetu? Ndiyo. Na Europe hii mwenye mnasema kweli ni Wakongomani kulingana na constitution yetu na wapatia nationality. Nikasema sawa, sisi hatuna uwezo wa kupatia mtu nationality kama kunyang'anya mtu nationality. Hii ni mambo ya serikali. Sheria tunasema hivi, uko na nationality Kongole mpaka ukuwe na tere yako. Sijua wana tere yao iko wapi. Hilo swali la kwanza. Swali la pili, mimi nikauliza hapo, mnasema nyinyi wa Kongo hizi sawa. Sasa kwa nini nyinyi rebelio ikikuja kule kwetu, vita ikikuwa nyitiku mnaleta vita na mnakuja na Rwanda, tunakujaga na Rwanda kwa hizo vita zenu na kuja kumaliza watu, mnadeklare nyinyi ndio mnakufa, na sisi tuko na mapreve za masakre zenyewe mmefanya juu ya kuua Babembe. Bref ni kwamba tuliongea mambo haikuisha mpaka mkutano kakuwa raporte, mkutano mwingine ifanywe. Lakini ukweli ni kwamba watu wanataka mkutano wa pacification, mkutano ya amani. Watu ile lengo la mkutano ni kutafuta amani ile Babembe na Banyamulenge wataishi kule kwetu territoire ya Fizi na Mwenga itombwe na amani bila mauaji. Hiyo ndio lengo kuu la mkutano. Hata ukipata diskuri yenyewe ilisoma pale ya pamoja ni kwamba tukifanye Fizi kuwa champ de bataille ili watu waishi. Hakuna mtu alideklare kitu hicho. Na bwana Kizito, kabla munaandaa mkutano wa pili, kwa nini mlikuwa haraka kwa kuleta ujumbe kwa watu wote wakae pamoja na angalau kikao cha pili amuja kimaliza? Sasa ujumbe tuleta sababu watu wajue kama kuna kitu kinaendelea cha kutaka kupasifie Babembe na Banyarwanda kuishi kwa amani. Kila watu waishi kwa na amani, tuache mambo ya kuuana ovyo ovyo. Tunashukuru sana. Tunaenda upande wa Bwana Swedi. Bwana Swedi, tunasikia kwamba Europe inajigawa na vikundi viwili vya Wabembe. Kuna Wabembe ambao wako upande mmoja wanasapoti hawa wandugu Watusi wa Nyarwanda na wanatafuta amani, na kuna Wabembe ambao wanapinga hiyo. Bwana Swedi, unaweza kutujulisha namna gani kuhusu kundi mbili za Wabembe? Ya kwanza, kabla sijaenda huko sana, mimi nilikuwa na swali ambalo nilikuwa nataka niulize Bwana Kizito, na iwe ushuhuda ya kwamba sisi Wakongomani aidha Wabembe wa Ujerumani hatukukuwa na habari yoyote kuhusiana na taarifa hiyo. Ninauliza swali kwa Bwana Kizito hivi, hayuko miongoni mwa viongozi wa hapa Ujerumani? Yeye aliitwa kama nani? Na wakati aliitwa, kwa nini kamati yetu ya Wabembe hapa hatukujua? Kwa sababu anadai ya kwamba alinipigia simu. Mimi huyo ninazoea kumuita babu yangu. Kwa hiyo kuna maongezi ambayo huwa tunaongea ya mimi na yeye. Lakini hii ya kusema ya kwamba tuanze kuingia kwenye mambo ya kwenda kwenye vikao, kwa sababu hapa sisi Wabembe tulikuwa na kikao kwanza cha kuchagua kiongozi wetu sisi Wabembe wa Europe mzima. Hakupatikana kwa hiyo kikao chao, hayupo. Kwa nini kama hicho kikao kilikuwa kinajulikana na Wabembe, kwa nini kiongozi wetu ambaye anatusimamia sisi Wabembe Europe nzima hakuonekana kwa hiyo kikao chao na mwandishi? Kwa nini? Na kwa nini yeye
apikiwe simu ya kikao, yeye hayuko miongoni ya viongozi. Alipigiwa simu hiyo yeye kama nani? Kwa sababu hapa Ujerumani sisi tuko na president wetu yuko hapa, anaitwa bwana Rampa Amanyola, tuko naye ndio president wetu, lakini simu haikuwa kwa president, yeye ndio alipigiwa simu, yeye kama nani? Naomba kwanza hiyo swali. Bwana Kizito, wanauliza hapo kuhusu peke yako ulienda kama vile nani na viongozi wako. Kwa kifupi sababu muda wetu. Sawa, acha nimjibu. Bwana misi ni kwamba Babembe hatutaendeleaga maisha yetu. Tunapenda macheo sana, wenyewe hata kusaidia kitu. Sasa ni problem. Ile kama nani. Hiyo ndio problem tuko nayo Babembe, hatuwezi endelea hata siku moja. Ujerumani hatuna komite, nisikie vizuri. Hatuna president wa Babembe yuko. Mwenyewe kwa president alisema yeye si president, ni administrateur wa grupu ya WhatsApp. So hili ni bongo. Unisikie vizuri. Na Ulaya hapa kwenye tuko Europe hakuna Babembe wako division, hakuna Babembe mara pili. Mbembe ni mtu umoja. Na Europe bwana misi sivyo kama huko na list pale, hakuna list ya ndio kusaidia wazalendo, hakuna mzalendo Ujerumani hayupo. Jua Ujerumani bako na principe ya kusema hivi. Ndio mambo ya siasa hataongea hata mgrupu yao wa Kongo. Wala mambo ya Babembe. Hiyo ndio system iko wote kwa misa uwazi ujue vile Ujerumani huko. Mimi sipende kuficha mtu. Ulienda kama nani? Mimi nilikuja hapa Ulaya kama nani? Amisi Mwanuka mfuatilie. Nyuma bwana Nyapamba amesema ya kwamba alipiga simu kwa kiongozi ambaye anatusimamia hapa Ujerumani. Leo hii sasa hivi tena amegeuka hapa, hatuna president. Kwanza hapo hivyo tu muweke point, nyinyi ndio mtakuwa waamuzi. Na ni kweli ni kuambia kwamba Europe tuko online na timu mbili, kwa sababu inaonekana wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku na wandugu waalikwa, tuko en direct hapo. Tunasema tuko en direct, wandugu wako wanawasikia, na tuko tayari na dakika 22 na emission yetu ni dakika 25. Kwa hiyo tunabaki na dakika 3 tu. Tunajua kwamba kesho tutarudilia tena. Kwa kifupi, munasema nini mkutano wa Bembe na hawa Wanyamulenge, wa Nyarwanda, Watusi, Wanyamulenge? Kwa kifupi dakika moja tu kwa ndugu Kizito, unaweza sema ni ule mkutano utafaulu, una faida, unaonaje huyo mkutano? Okay, mimi kama mimi na una faida. Sababu ni kweli tuache mauaji. Tupigane tukiwa na lengo, tunapigania nini? Na tukipigana tuko na lengo ni sawa. Lakini tukipigana tu kumalizana tu Nyamulenge sio kwa kwetu Fizi sisi. Na mimi nilisikia mwewe kikao. Kongo iko na tere mingi. Kama serikali inawapatia nationalite fore kwenye wanaweza kuwaweka wale watu ili Fizi kwa tukue na amani. Ile ni moja ya option zangu. Kwa hiyo kwa hiyo mkutano watu wa mingi walikuwa wananiogopea kwamba mimi sitakuja hiki nitakufa, lakini niko hai mpaka leo. Jua bado nimalizo nilisema. Jua kudefendre Babembe yetu. Sio juu ya kuumiza Babembe, ni kudefendre Babembe. Tu defendre Babembe kwa kukula makuku ya bulata. Tu defendre Babembe kama tunaanza kumikutano kama ile, mikutano ya makominote, mikutano ya development, mikutano ambayo benzetu wanaenda kudekare droit yao. C'est quelque chose regrettable. Tuko Ulaya mimi tunashindwa kujua hata biro mmoja tunaenda kupeleka malalamiko yetu. Kwa watu tuko Ulaya tunashindwa hata kuongea mambo ya Babembe tu. Hapa Ujerumani grupu ya yetu ya Babomba hapa. Ukiongea mambo ya siasa ya Kongo wanakutoa le même jour. Aina ni marufuku. Au kuongea kama habari ya grupu ya Babomba habari ya Kongo hapo Jamhuri itakuwa. Sasa ni Babembe model gani? Na tunasema hatu support. Hiyo ndio kifupi yangu. Mkutano utakuwa na maana mapema.
na mafanikio, sababu tuna defendre batu baache kuuana. Rwanda wasituue na sisi tusibaue. Kila watu waishi vile wanaishi kwao na amani yao bila mauaji. Asante sana. Hiyo ni ndugu Kizito. Tunakamata ndugu Swedi dakika moja. Unasema nini ule mkutano ambao wa ndugu waliufanya? Je, utafaulo ni mzuri? Upande wako, maoni yako, je, Wabembe waambatane na huyo mkutano au namna gani? Maoni yangu ni kwamba hakuna mkutano wa Mbembe na Mnyarwanda ambao utakaofanyika au kuleta suluhisho, kwa sababu Mbembe anahesabia masakre ambayo Wanyarwanda walishatufanyizia. Mimi Swedi na macho yangu ni huwa na ushuhuda, kwa sababu venye watu walivyouawa Mwandiga, mimi nilipona kwa watu ambao walipona Mwandiga inajulikana. Na hao wote ambao wanasema ya kwamba tutakuwa na maelewano sisi na Wanyarwanda, au ni watu ambao wanapewa rushwa na Wanyarwanda, na ndio watu ambao wanauzisha tizi yetu. Swali langu kwa kila Mbembe yeyote au Mkongomani yeyote, siku gani ambayo sisi Wabembe au sisi watoto wa tizi au sisi Wakongomani tulishawahi ingia Rwanda na kuweka vita Rwanda? Siku gani? Kama nilikuwa bado sijazaliwa muniambie, na kama nilishazaliwa, sijawahi kusikia siku moja mtoto wa Kongo au Mbembe aingie Rwanda kuweka fujo. Kwa nini wao? Na swali nyingine, kwa nini Wanyarwanda wakishika nchi ya Kongo sherehe inafanyiwa Rwanda? Na wao wanadai ni Wakongomani. Kwa nini? Ndiyo. Tunafikiria kwamba mkutano wetu utaendelea kesho tena kwa wakati kama huu. Tuko Swima ni saa 8 na dakika 59, yani tuko hapa sasa saa 9. Tunaalika wandugu wote kutufuata and direct. Wandugu ambao walituita kwa kuhoji, mnaweza kutuandikia, tutawajibu. Basi hizo ni swali, na kesho tena tutaambatana kuhusu mkutano uliofanyika huko Europe. Tunaomba amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja na ndugu Swedi pamoja na ndugu Kizito. Ni vizuri kuleta mwangaza kwa ndugu wa Bembe na wandugu wa Tusi wa Wanyarwanda wanaojiita Wanyamulenge, wapate kujua ya kwamba ni sherti tutafute amani, lakini hiyo amani itatafutikana kwa njia gani? Sababu kwa leo vita vikali kabisa vilionekana pale Luanga, waliingia muambushi ni hatari, na vile vile hao ndugu wa Tusi waliteremuka bila lombili. Ingekuwa kama watoto wetu hawakukuwa na tayari, sasa tungesema labda Angule na miji mingine ungekuwa walishachoma. Basi tujiulize, amani tutaitafuta kwa njia gani? Utuandikie, na kesho tena tutakuwa pamoja na wandugu. Bwana Kizito, naweza salimia mtu mmoja tu au wawili, na kisha bwana Swedi naye mtu mmoja au wawili, na kesho tena tunakutanana kwa muda kama huu. Salamu yangu ni kwa Wabembe wote walioko territoire ya Fizi na nje ya Fizi, na kuambia kwamba tushikamane pamoja, tutafute amani ya kwetu, na mauaji tuache ili watu waishi kwa amani na salama. Asanteni. Ndugu Swedi. Mimi salamu yangu iende kwa watoto wote wa Kongo na viongozi wetu wa Mai au wazalendo, na niwaombe tu ya kwamba tegemeo la Wabembe liko kwao, na pesa zina mwisho, kwa sababu sasa hivi tuna taarifa nyingi ya viongozi wetu wamepokea pesa za M23. Hazitawasaidia kitu, lakini waangalie damu ya Wakongomani, wasijali Wakongomani ambao wanao uzisha nchi yetu. Tunawategemea ni wao. Hapa kwenye tuko ni ugenini, tutarudishwa tu siku moja, na kama sio sisi ni watoto wetu au wajukuu wetu. Zoni ya Fizi ndio kwetu. Asanteni.
Wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, ni ndugu Hamisi Mwanuke Biosa ambao tumefungua hizo deba, zitakuwa sehemu mbalimbali. Tunajua sisi tunafungulaka njia hivi, radio zingine za mtandao watatufata, tunaamini ile tu. Basi tunasema asante. Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi azidi tena kuongeza nguvu zake kwa wazalendo kwa kutetea nchi yetu, na tunasalimu wabembe wote. Chao.